Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimwambia Mungu ya kwamba hatuhitajiki kuishi kwa mazoea. Kasema mbona ujumbe unatosha kabisa. Ujumbe unatosha kabisa, tumshukuru tu Mungu, twende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hiki kilichotokea ni kitu kikubwa ambacho mimi sijawahi kukiona na wala sijawahi kukisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameniambia kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anajitokeza kwake, amevaa mavazi meupe. Huyo ndio aliyekuwa amemkataza asijue kwa sumu. Huyo ndio amemwelekeza na kumuongoza kanisani. Maana mwisho hapa anasema ya kwamba alipokuwa hapa kanisani wakati wana wageni wanaitwa ametoka ameshikwa na bega, ameambiwa nenda na wewe. Japokuwa wewe sio mgeni, lakini wakati wako ule wa kufanya nini? Kupata shati. Anasema huyo bwana ambaye amevaa nguo nyeupe akatoka hapa, akaja akazunguka, akaja akapita huko, akatokea kule. Mimi sijamuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijamuona. Ila mimi nimesikia ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Message inakuja kwamba watu wewe nini? T-shirt. Kwa mara wageni wetu kwa mara ya kwanza, wawe ndio watu wa kwanza wa kupata hizo t-shirt. Nikasikia hiyo sauti ndani yangu. Kwa hiyo mimi nikatamka kulingana na kile ambacho nimekisikia kama kawaida ya uleuti. Lakini nachotaka kusema ni kwamba tunaweza tukachukulia mambo kawaida sana, kwa sababu tumezoea kuishi maisha ya kawaida. Lakini nachotaka kusema ya kwamba hiki ambacho kinaendelea mahali hapa LPCT sio kitu cha kawaida. Sijui kama naongea na mtu ananielewa. Nasema hivi, hiki kinachoendelea mahali hapa sijui, lakini nataka kusema kwamba hiki kinachoendelea mahali hapa si kitu cha kawaida, na hakuna mtu wa kuweza kuzuia. Lazima litafika kwenye kusudi la Mungu alilokusudia, litatimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba kila mmoja simama juu. Sheke basakata. Rekenterebo sakataya. Heke mesenterebo siata. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Ninasikia kila mmoja aombe kadri anavyoweza. Maana kuna neema ambayo Mungu ameikusudia kuiachilia ndani ya nyumba yako, ndani ya kanisa la Mungu na katika maisha yako. Ninasikia kuna kitu kinakwenda kubadilisha maisha ya mtu. Tuna nguvu ya Mungu wakati huu ambayo inakwenda kubadilisha maisha ya mtu.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes. 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 It is the time of restoration. Kushuhudia, lakini Jumapili ijayo mbona tutapenda kupokea shuhuda. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Jesus. Yes. Badilisha mikono yako. Ukiona mvua iko mbali, ukiona wingu liko mbali, hakika mvua iko karibu, haiko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama hata Biblia yako niseme neno la Mungu kwa ufupi, tukamalize ibada yetu siku leo. Ningependa LPCT tusiishi katika mazingira ya mazoea. Tumruhusu Roho Mtakatifu atutendee mema, atuongoze katika utumishi wetu na ibada zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Fungua Biblia yako pamoja na mimi. Kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura ya 5. Mstari ule wa 22 na mstari wa 23. Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ya 5. Sura ya 5 mstari wa 22 na mstari wa 23. Tutasoma hapo. Ninaamini tumepata sote. Naomba tusimame. Sote tusimame. Twende tukasome neno la Mungu. Vizuri kumheshimu Mungu. Vizuri tumheshimu Mungu. Tuliheshimu neno
la Mungu. Wagalatia sura ya 5. Galatians chapter 5 verses 22-23. Wagalatia sura ya 5 mistari ya 22 na 23. Tahesabu mpaka 3, ninaomba sote tusome kwa pamoja. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Kwa pamoja tukasome. Tahesabu mpaka 3, tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Lakini tunalo furaha, amani, uvumilivu, uwema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. 1, 2, 3. Lakini tunalo furaha, amani, uvumilivu, uwema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Mara ya mwisho ili wale wanaotegea nao waweze kushiriki. 1, 2, 3. Lakini tunalo upendo, furaha, amani, uvumilivu, uwema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Inua mkono wako wa kuume, sema kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, tena nachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sema Bwana Yesu, kwa neno hili mchana wa leo inakwenda kubadilishwa na Roho tabia ya kale ili nifanane na Kristo. Napokea kwa jina la Yesu. Amen. Yesu, makofi ya shangwe katika kitu. Bwana nisaidie niende taratibu kidogo, na sihitaji kutumia muda mwingi sana, kwa sababu ninasikia ndani yangu ibada ishakamilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ni vizuri tuongee neno ili lithibitishe kile ambacho Mungu amekifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua ibada, umuhimu mmoja wa msingi wa ibada ni maandalizi. Amen. Haya tunayaona hapa, haya ni matokeo ya ibada ambayo tayari ishafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana tunaposema ni kwamba tuingie kwenye maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ndio hiyo, tuandae ibada. Kwa hiyo ibada ishafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Hapa tunakuja kuthibitisha tu matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ni muhimu sana watu wa kwaya wajue kwamba wanahitajika pia kuwa na muda wa kutosha wa kuomba. Wimbi hapa unadhihirisha kilichoimbwa katika ulimwengu wa roho. Maandalizi kila eneo la huduma ni muhimu sana. Haleluya. Kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho na kinakuja kuhitimishwa kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko katika siku 40 za kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna ishara kubwa 4. Kuna ishara kubwa 4 zinazothibitisha kwamba mtu amejazwa Roho Mtakatifu. Amina. Kwamba hizo ishara tunapoziona ndani ya mtu ndio uthibitisho wetu kwamba huyo mtu amejazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kusema umejazwa Roho Mtakatifu sio maneno. Haleluya. Sio maneno, nimejazwa Roho Mtakatifu, nimejazwa. No. Tunazo ishara ambazo tunahitaji tuzione ndani
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina baba. Huna haja ya kutuambia umeokoka. Huna haja ya kutuambia umejazwa Roho Mtakatifu. Sisi tuna uwezo wa kuona na kujua kwamba huyu ameokoka. Tuna uwezo wa kuona kwamba huyu amejazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya kwanza ya kwamba huyu mtu amepokea Roho Mtakatifu ni nguvu. Nguvu. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Judea, Samaria, hata pembezoni mwa nchi. Kwa hiyo ishara ya kwanza ni nguvu. Hii ni nguvu, sio nguvu ya kawaida. Ni nguvu ya kukufanya wewe kuwa na uwezo wa kumshuhudia Kristo katika mazingira yoyote yale. Unaweza ukaenda mbele ya wachawi na waganga wa kienyeji, lakini bado ukamshuhudia Kristo. Haiwezekani uniambie umejazwa Roho Mtakatifu hata kushuhudia unaogopa. Hata tu utoa ushuhuda wako mwenyewe jinsi ulivyokutana na Yesu, shida. Hapo unaniambia umejazwa Roho Mtakatifu. Unaona aibu kushuhudia. Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu, unakuwa huna break. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, unakosa control yako mwenyewe. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anafanya kazi ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishara ya pili kwamba umejazwa Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Ni kunena kwa lugha. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 4. Ishara ya tatu kwamba umejazwa Roho Mtakatifu ni udhihirisho wa karama za Roho Mtakatifu ndani yako. Na ishara ya 4 na ya mwisho kwamba umejazwa Roho Mtakatifu ni tunda la Roho Mtakatifu. Tunda la Roho Mtakatifu. Sawa sawa na Wagalatia 5:22-23. Hizo ndio ishara 4 ambazo mtu yeyote aliyejazwa Roho Mtakatifu zinahitajika kudhihirika kwake, zinahitajika kuonekana kwake. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, lazima udhihirisho wa nguvu ya Mungu iwepo. Lazima tuone kama unamshuhudia Kristo sehemu yako ya kazi, sehemu yako ya biashara, nyumbani kwako, kwenye ukoo wenu. Lazima kama umejazwa Roho Mtakatifu, lazima upate mamlaka na nguvu ya kumshuhudia Kristo popote utakapokuwa. Mume wangu mimi hajaokoka. Sawa, mume wako hajaokoka. Unamshuhudia? Au hawezi kuokoka bwana? Wewe uliwezaje kuokoka? Wakati wewe ulikuwa mbaya kuliko mume. Lakini bado unaokoka. Na mume wako pia naye anaweza kuokoka. Shida utaki kumshuhudia. Kwa sababu ushuhuda wako una shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema hivi, katika ishara hizi zote 4, ishara yenye nguvu kuliko zote ni ishara ya 4, inaitwa tunda la Roho Mtakatifu. Amina. Amina baba.
lakini wanafanya bidii ya kimwili pia ya kishetani ili wapate. Ishara ya tunda la Roho Mtakatifu ninasukuma nayo sana, kwamba ni ishara maalum sana, kwa sababu Biblia inasema tunda. Tunda maana yake ni tunda, maana yake ni matokeo ya. Kwa hiyo tunaposema tunda la Roho Mtakatifu, maana yake ni matokeo ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Amina baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunda maana yake ni zao. Kwa maneno mengine, hakuna mtu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu lisiwepo tunda la Roho Mtakatifu ndani yake. Hakuna. Kama hakuna tunda, maana yake Roho Mtakatifu aliye ndani yako hajakaa sawa sawa. Amina. Amina baba. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema tunda la Roho Mtakatifu ni upendo. Amina. Amina baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Upendo. Anaendelea kusema furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Hayo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Mtu yoyote anayejazwa Roho Mtakatifu lazima tuone upendo ndani yake. Lazima. Sio mjadala, lazima. Kinyume cha upendo ni chuki. Ukimwona mtu anamchukia mtu mwingine, Biblia inasema ya kwamba amchukiaye ndugu yake yule ni muuaji, na muuaji hana uzima wa milele ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani utambie umejazwa Roho Mtakatifu alafu unamchukia ndugu yako, unamchukia jirani yako. Huo ni uongo. Tunababaishana tu hapa. Aliyejazwa Roho Mtakatifu lazima tuone tunda linaitwa upendo ndani yake. Mtu ambaye yuko tayari kusacrifice, kuacha kula yeye ale mwingine. Yuko nakumbuka ulokole wetu wa miaka ile. Mgeni akija nyumbani, wewe huu ni ushamba. Sio ushamba. Tunda la Roho Mtakatifu liko ndani ya mtu, amejazwa, anatanguliza wengine. Mgeni akija nyumbani, kama ni mwanaume, mnalala pamoja na mgeni, yaani mchungaji kaja nyumbani. Mimi sasa nyumbani kwangu namtoa mke wangu, anakwenda kulala, mimi nalala na mchungaji mwenzangu, kwa sababu nafasi hamna. Yaani tayari mke wangu lala chini, lakini mtumishi wa Mungu afanye nini? Apata hifadhi. Amina. Tulikuwa tunaenda kufua nguo za mchungaji wetu, tulikuwa tunapiga kiwi kiatu cha mchungaji, tunagombania. Leo hii nataka upako, wakati tunda la Roho Mtakatifu hakuna ndani yako. Huo upako sahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Upako una gharama. Hakuna vitu vya bure katika ufalme wa Mungu. Nataka kuwa mtumishi mkubwa. Nataka kuwa mwimbaji wa kimataifa. Matokeo yake watu hawataki kulipa gharama, wanaamua kuingia kwa ibilisi. Hasara iliyopo, hakuna uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. NPCT hatuko hapa kwa ajili ya maigizo. Tuko hapa kwa sababu tunaye Mungu wa kweli, na tunahitaji wa Mungu wa kweli alete matokeo ya mabadiliko ndani ya Mbagala, ndani ya Dar es Salaam, ndani ya Tanzania na pembezoni mote. Tunataka watu wajazwe Roho Mtakatifu, wafanyike kwa kielelezo
atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaruhusu leo niongee juu ya kipengele kinaitwa kiasi. Amina baba. Haleluya. Tunda la Roho Mtakatifu moja wapo linaitwa kiasi. Wazungu wanasema self control. Self control. Kiasi. Kiasi ni tunda la Roho Mtakatifu. Na hili tunda la Roho Mtakatifu linaitwa kiasi au self control. Ni muhimu sana kwa ajili ya mtoto wa Mungu kuishi maisha ya kimungu na utakatifu. Amina baba. Tunapozungumza juu ya kiasi, ni uwezo wa kujizuia na kujitawala katika maeneo mbalimbali ya maisha yako. Amina. Tunapozungumza juu ya kiasi, ni uwezo au self control, ni uwezo wa kujizuia na kujitawala katika maeneo mbalimbali ya maisha, kama vile mawazo yako. Jinsi gani ya kutawala na kujizuia katika mawazo yako, katika maneno yako, katika matendo yako na matamanio yako. Tunapozungumza juu ya kiasi, tunazungumza juu ya kujitawala, tunazungumza juu ya kujiweza katika maeneo ya maisha yako. Moja wapo maneno, unaongea nini? Aliyejazwa Roho Mtakatifu, ndani yake kunahitajika kuonekana tunda la Roho Mtakatifu linaitwa kiasi. Lazima uwe na uwezo wa kujitawala katika maneno yako. Lazima uwe na uwezo wa kujitawala katika mawazo yako. Lazima uwe na uwezo wa kujitawala katika hisia zako. Lazima uwe na uwezo wa kujitawala katika matamanio yako. Na hicho sio wewe unafanya. Liko ndani yako tunda la Roho Mtakatifu linaitwa kiasi. Linakuwezesha wewe kujikontrol, linakuwezesha wewe kuishi maisha ya kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua siku hizi, siku zimeisha. Kwa sababu siku zimeisha, nilikuwa na tafakari na naongea na Mungu wangu. Kitu kinachoendelea sasa hivi ni kwamba ushetani umekuwa mkubwa 90% na uungu 10%. Kabisa baba. Asifika naongea na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tuna shida sasa hivi. Shida tulionayo ni kwamba ushetani uliokuwepo, ushetani una 90%. Yaani ushetani umetawala kila sehemu. Imebaki 10% tu ndio ya watu wa Mungu wa kweli. Sasa naambie, utaishije kwenye mazingira haya? Yaani nataka nikwambie, usipokuwa na Roho Mtakatifu ukaweza kupata uwezo wa kuona kwenye ulimwengu wa roho, ukaona uwezo wa kusikia katika ulimwengu wa roho, utaambatana kwenye maeneo ambayo Mungu hayupo na shetani anatawala. Yaani siku hizi unaweza ukaambiwa, hana shida, anakusumbua wewe mwanamke, si uachane naye tu, achana naye. Mwanamke mwingine, kwani kuna shida gani? Na unaenda kwa wachungaji, unakwenda kwa mitume, wanasema hivyo hivyo. Lakini turudi kwenye maandiko. Neno la Mungu linasemaje? Biblia inasema imejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Kristo Yesu ndiwe jiwe kuu la pembeni. Maana yake nini? Yesu Kristo ndio mwamuzi wa mwisho. Amen. Sema baba. Sio mchungaji, sio mtume, sio nabii. Yesu Kristo ndiye mwamuzi wa mwisho katika maisha yetu ya kiroho. Kwa hiyo mchungaji amesema, lakini tunarudi kwa mwanzilishi na mtimilifu wa imani yetu, anaitwa Yesu Kristo. Anasemaje?
nimeamua kuja kwako, nahitaji unisaidie. Kaambia karibu, hamna shida. Unasemaje? Anambia mimi mke wangu hanitaki. Na kwa sababu mke wangu hanitaki, nimehangaika sana. Na nimefika hatua nimeona kwamba basi tuachane, ndoa ivunjike. Nikamwambia umeenda kwa wachungaji wako? Wachungaji wangu nimeongea nao, wameniambia sawa. Nikamwambia okay, nashukuru. Naomba nifunulie Biblia yako unayoisoma wewe, unayoiamini wewe. Alafu nionyeshe mstari unaokuruhusu wewe kuoa mke mwingine, unaokuruhusu wewe kuachana na mke wako. Ukinionyesha huo mstari tu, na mimi nitakwambia kwamba uko sahihi. Nionyeshe. Au unajua baba askofu sasa. Nikamwambia hivi, sasa nielewe. Uruhusiwi kuacha mke. Ukiacha mkeo, huduma imekushinda. Na utopenya kwenda kokote pale. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu majaribu ya kukujenga wewe mwenyewe, kwa sababu si umeamua kumtumikia Mungu Bwana. Kama umeamua kumtumikia Mungu, Mungu lazima akutengeneze ili ufanane na viwango vyake Mungu, sio viwango vyako vya kibinadamu. Ataruhusu jaribu kwako ili upite kwenye hilo jaribu, utoke ukiwa uko sawa sawa kumtumikia Mungu aliye hai. Naongea na mtu hapa. Kama shauku yako ni kumtumikia Mungu, basi tambua ya kwamba lazima utengenezwe, lazima upite. Shida iliyokuwepo ni viwango vya utumishi. Unajua tunatofautiana na viwango vya utumishi. Unataka kufika mpaka wapi? Unataka upenye mpaka wapi? Hiyo ndio shida. Haleluya. Wengine wamekubaliana tu na LPCT hapa sawa, hana shida, anatoa pepo kabisa. Lakini kuna mwingine anasema no, mimi nataka niguse Dar es Salaam. Haleluya. Mwingine anasema no, nataka niguse mikoa yote. Mwingine anasema no, mimi nataka nipande kimataifa. Amina. Unanielewa? Hao watu wako sawa sawa. Ndio maana yule wa Dar es Salaam, yule wa LPCT si shida kumkuta anacheza draft. Wala sio shida kumkuta anacheza karata. Wala si shida kumkuta anaangalia mpira. Kwa sababu kaamua kusimama kwenye viwango hivyo. Baba askofu unaongea nini? Hilo ndio la kwako. Katika jina la Yesu. Badilika hapo ili uweze kupenya kwenye hatua nyingine. Naongea na mtu hapa. Naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe furahia tu. Furahia unacheza draft. Furahia tu. Furahia. Haleluya. Unaangalia mpira wa miguu. Lakini nataka nikwambie na utanikumbuka kwenye utumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi vitu ninavyokupa ni vya rohoni, uweze kuvipata popote na kueleza mimi, kwa sababu nakupenda na nataka ukue. Nione huduma yako inapanda viwango. Siamini unaangalia internet, unaangalia ngono. Siamini unaangalia tamthilia usiku na mchana. Siamini unaangalia filamu alafu unasema mimi nitakuwa mtumishi wa kimataifa. No way. Ninaacha tunda la Roho Mtakatifu, kiasi, self control. Lazima uwe unajiweza kusema hiki hapana. Lazima uwe unajiweza kusema hiki hapana. Lazima uwe unajiweza kusema hapa lazima nipenye, hapa lazima nifike. Baba askofu unasemaje? Wewe ni wa kizamani bwana. Umeishia bwana. Wewe umechoka. Haleluya! Nimechoka. Sawa. Waambie hao vijana kama watakusaidia wakuvushe, achana na mimi. Geukia wenye nguvu vijana. Tuone kama utafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema hivi, badilika. Kama kweli shauku yako ni kumtumikia Mungu, kufika viwango vingine, badilika. Unajua kweli nikwambie, kama unataka kufanikiwa kwenye utumishi, lazima ukubali kuwa na babako wa kiroho. Yaani babako wa kiroho in the sense kwamba bila kuwa na babako wa kiroho upenyi. Mimi nakusaidia. Lazima uwe na baba yako wa kiroho ambaye anakuambia acha, unaacha kweli. Hata kama umeiona ni tamu, hata kama umeiona ni nzuri, akikwambia acha, unaacha.
ninakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninatumia zamu yangu kwa ajili ya kukusaidia, kwa sababu ninaona hapa watumishi ni wengi sana. Mungu amekuita, Mungu amekuchagua, sio ukae kwenye kiti yako. Majira yanakuja, Mungu anataka kukuinua uende mahali pengine. Nataka mtu aliyeamua, nataka mtu aliyeazimia kuishi maisha yenye kujazwa Roho Mtakatifu na tunda na kiasi linafanya kazi katika maisha yake. Inua mkono wako juu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, leo nimeamua kubadilika. Leo ninaipa nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Kuanzia sasa nimekusudia tunda la Roho Mtakatifu nipate kutawala na kumiliki maisha yangu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nijaze na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu, ongoza maisha yangu, miliki maisha yangu, nipake mafuta, nipe kusimama kwenye nafasi ya kuwa mfano, mtumishi mwema katika jina la Yesu. Tunda la Roho Mtakatifu kuanzia leo ninatamka nichukue nafasi na nitatii katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amina. Tutaonana Jumapili ijayo. Baba yetu ndio niishia hapo. Jumapili ijayo itaendelea. Askofu Bwana, mbona ndio hivyo? Lazima kutii. Wale wenye sadaka za zaka karibu hapa mbele.